Karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Niko na aliyewahi kuwa afisa habari wa TFF Alfred Lucas, na hapa tunakwenda kujuzana kwenye kile ambacho kinaendelea cha dabi ya Kariakoo ambayo imepangiwa tarehe yake siku ya tarehe 15 mwezi huu. Lakini bado sintofahamu ni kubwa sana kwa Young Africans kuendelea kushikilia msimamo wao, huku Simba na wenyewe wakiwa wanaitangaza dabi hiyo kwamba wanahitaji kuicheza. Ngoja tupate maoni kadhaa kuhusiana hii ambalo linaendelea hivi sasa. Kaka, shikamoo. Malaba, mambo vipi? Safi kabisa, uzima huko? Aisee, niko poa. Nikwaje? Safi bwana. Ndio. Bana, baada hili kutokea nikasema ngoja nimtafute ndugu yangu tuweze kuzungumza, tufahamu maoni yake, kwa sababu na mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao walikuwa katika uongozi wa hiki ambacho kinalalamikiwa hivi sasa. Kwanza tufahamu sakata hili kipindi hicho katika uongozi wenu liwahi kutokea, na kama liliwahi kutokea nyie mlisolve kwa namna gani? Sisi katika kipindi ambacho nimehudumu TFF, mimi niliingia pale na rais aliyepita Jamal Malins. Kwa wakati wetu sisi kuanzia 2013 niseme mpaka tunatoka 2017 Malinzi anatoka, anaingia Karia Julai mwaka 2017 na sasa bado anaendelea yeye. Kwa nyakati yetu sisi kipindi cha msimu mmoja miaka 4 ya mwanzo ambayo Malinzi alihudumu kama rais wa TFF, kwa wakati wetu sisi lijapo alikupata kutokea. Ila kilichokuja kutokea na kikaleta maswali na kikanikumbusha watu mara nyingi wasomi kanuni, ni kwamba kuna mchezo ulikuwa mwenyeji ni Ndanda, na Ndanda alikuwa mchezo wake ufanyike Mtwara, uwanja wa Nangwanda sijaona. Sasa ikatokea Yanga na shiriki michuano ya kimataifa, na kwamba angelikwenda Mtwara na kurudi Dar es Salaam na kuunganisha safari kungelikuwa na changamoto. Na kwa busara hiyo yeye Ndanda, kwa kuwa kanuni ilimruhusu, kwa sababu kanuni sura ya 5 kanuni ile ya 17 inazungumzia michezo, lakini nafikiri kanuni ya 7 inazungumzia uwanja. Kwanza timu mwenyeji ndio anapewa nafasi kwamba atachagua uwanja wake wa mechi za nyumbani katika mashindano kwa msimu, lakini pia inampa nafasi mwenyeji kwamba kuna baadhi ya mechi aamue yeye atacheza kwenye uwanja upi. Mathalani hapa nakumbuka katika hizi kanuni nasema mabadiliko, Singida Big Stars moja ya mechi yake amewahi kuichezea Amani Complex Zanzibar. Aliamua vile. Lakini vile vile kanuni ile vipengele vinavyofuata vinasema mechi inaweza kailishwa pengine kama kuna masuala ya usalama, lakini vile vile unazungumzia labda kama kuna matukio, labda mvua kubwa, labda kuna mafuriko au tetemeko la ardhi. Matukio kama haya yanaweza kusababisha labda mechi ikailishwa. Lakini pia vile vile kanuni ile inampa nafasi au mamlaka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ndio mwenye mpira, kwamba anaweza akaamua mchezo ufanyike wapi kulingana na mazingira hayo. Lakini sasa nirudi wakati wetu ule, labda nikikumbuka hiyo ya Ndanda na Young Africans, ni kwamba ilikuwa swali la msingi lilikuwa kwa nini Ndanda akubali mchezo wake wa nyumbani ufanyike uwanja wa sasa hivi wanaita uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Ni kwamba wenyewe linaitwa ndo shamba la bibi maarufu kwa hilo jina. Lakini sasa ukisoma kanuni, Ndanda yeye alikuwa ndi mwenyeji wa ile mechi, ndo akaamua kwamba mimi nikaichezee Dar es Salaam, na alifanya vile kwa matakwa yake. Lakini upande wa pili watu walikuwa wanajiuliza, nikagundua kwamba watu si wepesi sana wa kusoma kanuni, jambo ambalo ni kawaida kutokea, kwa sababu si wote wamepewa vipawa vya kujua na kutambua sheria, kanuni na taratibu. Naam. Na katika hili ambalo linaendelea ukihusianisha pia kuna hilo swala la kutokusoma kanuni pia linapelekea hili swala kuwa na migogoro mingi mpaka sasa. Ndio msingi wa mgogoro wa mchezo huu ni ukiukwaji wa kanuni. Ukiukwaji wa kanuni kwa maana kwamba Simba kwa wakati wake na malalamiko yake
na maazimio yake aliyopeleka ya kusema siendi uwanjani ni kwa sababu kanuni ilikiukwa ya yeye. Simba analalamika kwamba ilikuwa apate nafasi yeye ku warm up, yani kupasha miili wachezaji kupasha miili kwenye uwanja wa mwenyeji wake ambao kwa katika ile uwanja ni Benjamin Mkapa. Wote wako Dar es Salaam, lakini wao waliona kwamba wana fursa ya kuweza wana nafasi ya kufanya mazoezi. Sasa kuto kanuni ile kuitikiwa ikawa sababu ya wao kuahirisha mchezo, lakini mamlaka husika nazo zikajichanganya siku ya mchezo kwa kuwa na ndimi mbili. Ndimi ya kwanza wakijibu barua ya Simba akisema kwamba mchezo utabaki kuwa ni pale pale na mashabiki waende kukata tiketi na kadhalika waende uwanjani. Ilikuwa ni kauli ya asubuhi ambayo watu walisikia kupitia vyombo vya habari, nikiwemo mimi. Baadaye mamlaka hizo za mpira wa miguu baadaye kwa maana mchana, hii nazungumzia asubuhi, baada mchana kabla ya saa 5, lakini baadaye majira ya saa 8 alasiri hivi katoka tena majibu kwamba mchezo umeahirishwa. Na sababu inaelezwa ile. Sasa hapo kwenye kanuni ndo kiini cha mgogoro uliopo sasa. Je, tutumie busara na hekima au kanuni zinasemaje? Na ukiangalia ukiukwaji wa kanuni umekiukwa, na ndio hasa nani aliyekiuka kanuni? Ndipo hapo ndo swali lilipo, ambapo Yanga wanatafuta majibu hapo. Na mamlaka za mpira wa miguu kwa nafasi waliokuwa nayo, mimi naamini kwamba wana nafasi ya kukaa chini kuzungumza na wahusika ili uweze kupata mwafaka, na pengine kama hatua kuchukuliwa kwa wale waliohusika, basi hatua zichukuliwe ili ionyeshe kwamba sheria au kanuni si tu kwamba zipo, bali zinatumika kulingana na wakati au nafasi iliyojitokeza kuweza kutumika. Hapo ndipo penye mgogoro. Mgogoro mkubwa ni kutokufuata kwa kanuni. Sasa mbona hili swala naona Young Africans yeye kama ndo ana majibizano zaidi na bodi ya ligi na TFF, lakini Simba Sports Club yuko ametulia kana kwamba yeye yuko salama zaidi katika huu mkasa ambao unaendelea? Ya Simba sidhani kama ana nafasi ya kuweza kulizungumzia kwa sababu mbili. Kwa sababu moja ni swala la kikanuni, swala la pili mwenyeji wa mchezo ni Young Africans, na mwenyeji wa mchezo ukiangalia ile kanuni ya wapi mchezo ufanyike, mchezo utafanyika vipi na kadhalika, mwenyeji amepewa nguvu huku ya mwanzo kwenye zile kanuni, na zile nguvu alizokuwa nazo ndizo anazozitumia sasa kutaka kwanza majibu ya mechi ile ya kwanza kwa mujibu wa kanuni, lakini pengine hata ikikubalika anapewa pia nafasi pia yeye mwenyewe kuweza kuamua labda uwanja atatumia uwanja gani, na pengine lini aanze kufanya promotion ya mchezo, masuala ya tiketi, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni hizo ni kwamba timu mwenyeji mara baada ya makato husika pengine kwenye mapato wakifanya deduction za kodi na mahitaji mengine, asilimia zinazobaki zinakuwa za timu mwenyeji, kwa sababu ndio mwenye jukumu la kufanya promotion, kwa sababu ana idara ya habari na idara ya masoko afanye promotion. Kwa maana hiyo at least asilimia 60 ya mapato anaweza kufaidika nayo timu mwenyeji. Umeelewa? Lakini hatuoni promotions zikifanyika na kadhalika, ingawa tumetajiwa tarehe. Sasa nini kinaendelea huko? Bila shaka wenye mamlaka mpira wa miguu Tanzania, hali kadhalika wenyeji wa mchezo huu Young Africans wana majibu. Lakini ukiachilia pale hivyo, Young Africans kama tukifuatilia zaidi, wao matakao makubwa ni bodi ya ligi kujiuzuru ili walete timu uwanjani. Kwenye hili sakata ambalo limetokea, ni kweli kuna hayo matatizo wewe binafsi labda umeyaona kwenye bodi ya ligi mpaka Young Africans wanaendelea kushikilia huu msimamo? Ni kweli naona kuna, kwanza awali yote naona hapa kuna mtego. Na mtego huu, kwa nini Yanga anashikilia msimamo wake? Bila shaka anaangalia kesho yake au anaangalia msimu ujao, kwa maana kwamba anataka kanuni zifuatwe ili pengine kutengeneza rekodi, ili baadaye pengine jambo hili kitokea ionekane lilitatuliwa vipi, kama nikirejea swali lako la msingi la mwanzo. Lakini na pengine Yanga naye hataki kuachilia msimamo huu kwa sababu anachokiona kwamba nikiacha hili liende na waliofanya ile maamuzi wako madarakani,
mwakani wanaweza kainua lungu zaidi kwa ponda na kuwapiga kiasi kwamba wasifurukute. Kwa hiyo naliona ni jambo la mtego. Sasa nani atakuja kuutegua? Bila shaka kuna hali ya kushauriana kuweza kumaliza na mamlaka zikatoa tamko ambalo pengine litakuja kuwalinda Yanga kesho na kesho kutu. Vinginevyo hapa kama litakwenda kwa namna ambavyo lipo kwa sasa hivi, lina athari kwa pande zote mbili. Huyu hataki, kila mmoja hapa saizi kila mmoja amekamatia upande wake. Mamlaka zimekatia upande wake, alikadhalika Yanga ameshika upande wake. Yanga anafanya vile kwa sababu anajua kabisa hapa niliposhikilia hapa, nikiachia hapa mimi nimeporomoka. Kwa hiyo siri ya Yanga kushikilia pale aliposhikilia na bodi ya ligi kushikilia pale aliposhikilia, siri hiyo wanaijua wao. Na pengine sisi wafuatiliaji wa mpira wa miguu, sioni kama itapita muda mrefu tuenda tukaigundua kwa nini mng'ang'anio huu umekuwa wa hali ya juu sana. Na wakati huo pia kwenye huo mng'ang'anio, Simba yeye kama amekuwa ni watchman, anatizama tu kinachoendelea na anazidi kufanya ile promotion ya mchezo kama ambavyo tuliona. Alisikika pia Ahmed Ally akisema kwamba Young Africans wanahitajika kutaja viingilio na mechi inapigwa wapi. Kwenye hilo pia ni kwa sababu labda wao wameshafahamu ndani huko kwamba Young Africans wataleta timu, ama kuna kitu gani ambacho kinawapa nguvu kubwa ya kuzungumza maneno kama hayo hadharani? Wenyewe wanachosema kwamba haya alizungumza, kama sijamsikia Ahmed Ally, lakini kama kazungumza manake mwenye mchezo ameheshimu kwamba mwenye mchezo ni Yanga. Kwa hiyo Yanga apange viingilio, apange taratibu nyingine zile zinazomhusu kama timu na mchezo ufanyike. Nafikiri kasema hivyo. Na lakini kwa upande wa Simba zaidi nikiangalia walichofanya wao, wamerusha jiwe gizani. Yule atakayelia ujio ndio limempata. Sawa, na kwa hiki ambacho kinaendelea, labda kwa wewe, kwa sababu pia una mkono mrefu, nikimaanisha kwamba unajuana pia na baadhi ya watu wakubwa ambao wapo katika bodi ya ligi moja na TFF, dabi ipo kama ambavyo Watanzania wengi na wapenzi wa soka wanahitaji ifanyike? Kwa kuwa mpira wa miguu una upana wake, mle ndani kuna wanafamilia, kuna mdau namba moja katika mpira wa miguu ni serikali. Mdau namba 2 na kuheshimika sana vile vile kwa uzito wa kipekee ni shabiki wa mpira wa miguu. Shabiki huyu mtu hapaswi kupuuzwa hata kidogo katika miongozo yote ya CAF na FIFA, hapaswi kupuuzwa. Lakini ukiachana wadau wao wa serikali na mashabiki, unakuja kuna taasisi mbalimbali, kwa sababu kuna wadau nizungumze mbalimbali. Mathalani wadhamini, nazungumzia wanafamilia wengine kama ndio wao viongozi wa taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kuna uwanja au uwanda mpana kidogo, kuna nafasi kubwa kidogo kwenye eneo hili lenye kujua linahusisha watu gani. Kwa hiyo ipendeze kanuni au majibu ya kuukoji wa kanuni yatoke, lakini ipendeze mchezo pia ufanyike. Umenelewa? Kwa sababu kwa kujibu kanuni kwamba itatoa kwa kufuata kanuni kwamba itatoa majibu, basi kutakuwa na uwajibikaji. Na hapo itatengeneza kitu kinaitwa proceedings, kwa sababu tutafuata nini kilichofanyika miaka kadhaa iliyopita. Nini kilifanyika au nini kilizungumzwa. Lakini ukiachana na hapo, wadhamini na wanafamilia wengine wa mpira wa miguu kuna nguvu zao wameziweka, walitarajia hapo wafanye kitu fulani kwenye mchezo kama huu. Ndio maana pengine kwa namna moja au nyingine management zao ziliamua kuingiza mguu katika ligi kuu Tanzania bara, ili hali wakijua kuna michezo ambayo itahusisha Simba na Yanga, timu zinazoelezwa na kielelezo kiko wazi kwamba ndizo kongwe, ndizo zenye mashabiki wengi hapa nchini. Na labda ikitokea Simba Mayanga mmoja hajaleta timu uwanjani ama dabi isipochezeka, unadhani ni kitu gani kitatokea kwenye taswira yetu ya mpira wa miguu? Taswira mbaya, kwa sababu kwenye mpira wetu wa miguu sasa hivi tumefikia timu zetu zinacheza finali za kimataifa.
katika uongozi huu wa Karia kuna credit ile ya timu kucheza michuano mbalimbali ya kimataifa. Mathalan AFCON karibu 3. Lakini wakati huo tuna credit sisi ya kuandaa finali hapa za Chani za AFCON zijazo, ili at the same time timu yetu ya taifa imefuzu hizi finali za Morocco 2025. Kwa hiyo kama mchezo huo hautafanyika, tunatengeneza taswira mbaya ndani ya nchi na nje ya mipaka ya nchi yetu, kuona kwamba tuna credit kubwa, lakini tunakwenda hatuitumii na badala yake tunaenda kuimaliza kabisa. Kwa msingi huo kwamba dabi isipofanyika itakuwa ni kichekesho ndani ya uongozi kama wanafuata utawala wa kisheria. Unadhani labda dabi isipochezeka kama ambavyo wengi wanafikiria katika uongozi wa bodi ya ligi ama TFF ama hizi Simba na Yanga zenyewe ambazo ndio zenye huo msalagamba, kwamba madhara yake katika aidha kwenye ngazi ya vilabu, kwa sababu kuna vilabu hivi vya daraja la chini vyo vinatizama huku juu, madhara yake kuanzia kwenye vilabu kama huu mchezo ukiendelea kutokufanyika, na madhara katika uongozi ni yapi ambayo labda yanaweza yakatokea? Madhara yatakuwa zaidi kwenye uongozi, kama nilivyozungumza kwamba kwenye uongozi zaidi, kwa sababu nikiangalia Yanga sasa hivi kwenye msimamo wa ligi ana takriban pointi 73 hivi. Na takwimu zinanionyesha kwamba kama michezo yake miwili Mungu akitia baraka zake ikafanya vizuri, atakuwa anazungumzia pointi 79 kabla mchezo wa Simba na Yanga. Lakini kwa matokeo hayo, tukirejea kwenye kanuni kwamba TFF itashusha lungu lake ni kumpola pointi 3 pengine na magoli hayo 3, lakini watakurudi vile vile watakuja kuzungumzia kuongolewa pointi 15 ambazo zinakwenda kumuathiri Yanga. Utakuta kwamba Yanga anaweza si ajabu akabaki kwenye nafasi ya pili. Kama atabaki kwenye nafasi ya pili, tafsiri yake msimu ujao yuko kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo unakuta kwamba yeye hawezi kwenda kuathirika, lakini atakuwa ameshikilia msimamo wake. Kwa hiyo wanalimalizaje hili? Kwa kuwa mimi tayari nimeshataja kuna mdau serikali na kuna mdau mashabiki, basi viongozi wanaohusika waangalie upana wa wadau hawa, lakini pia wadau wengine wanaohusika kuwezesha hii michezo, wakiwemo wanahabari, wakiwemo zina wadhamini mbalimbali, kutoa nafasi ambayo haitashusha sifa ile reputation ya nchi na mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ni jambo pana ambalo wanafamilia mpira wa miguu wenye mamlaka kuweza kuzungumzia hiki kitu wakae chini kuweza kulimaliza, kwa sababu litakuja kuleta taswira mbovu katika nchi yetu na nje ya mipaka nchi yetu. Kaka, mimi nimemaliza. Alfred Lucas, kama una la ziada labda kuchangia la mwisho? Kuchangia ni kwamba mpira wetu kwa sasa hivi upo juu. Na kama upo juu, ningeshauri au ningeomba kwamba na wadau wengine wote wanaohusika na mchezo huu wa mpira wa miguu, pengine ifike wakati sasa taratibu za kuandaa michezo, kanuni zinazoongoza, sheria zinazoratibu mpira ndani ya uwanja na nje ya uwanja zikaheshimika, kwa sababu kwa sasa hivi ninachokiona, na mbali ya kuangalia ushabiki, kuna matukio yanayotokea ambayo si rafiki, yanayoonyesha sifa kwenye mpira wetu, kwa maana ifuatayo. Mfano, tuna wanafamilia wanaitwa waamuzi. Kwa teknolojia ilivyopanda sasa hivi, kuweza kujua sheria zikoje na mikimbio yao, kuweza kutafsiri sheria uwanjani, nadhani ingekuwa ni vema kabisa waamuzi wakaheshimu mpira wa miguu. Mtu mdhamini aliyejitokeza kuonyesha michezo hii, nataka nimzungumzie Azam, ambao sasa ana nafasi yake na mkataba mrefu wa kuweza kuonyesha michezo hii. Kuna watu wanaangalia michezo hii wakiwa mbali ya Tanzania. Mfano, nataka kuseme timu zetu zipo 16. Mikoa yetu ya Tanzania bara mpaka sasa hivi iko 25. Iko mikoa
haina timu kabisa za ligi kuu. Kwa hiyo wanaenjoy mchezo huu kupitia television, lakini naamini kabisa wanagafilishwa na maamuzi ambayo hayapendezi uwanjani. Kwa hiyo nitoe wito kwa rafiki zangu waamuzi wa mpira wa miguu kwamba kuzingatia zile tafsiri za sheria 17 za mpira wa miguu. Naamini wanayo ile ya 18 ambayo haijaandikwa ya kiungwana fair ya kupeta ile, lakini wanapeta sana, wapunguze kupeta. Shukrani sana. Asante.